Nazareti. Leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa saba. Ni Jumatano ya kwanza ya mwezi wa saba, tarehe 1 mwezi wa saba. Tunaangalia neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Zaburi 60 mstari wa 12. Zaburi 60:12. Biblia inasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Unaweza kuchukua mstari kama wako. Huu ni mwezi mpya, kwamba kwa msaada wa Mungu, mfano mimi John, mimi William, kwa msaada wa Mungu mwezi huu wa saba, mwaka huu nitatenda mambo makuu. Kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Yesu, kwa msaada wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, nitatenda makuu. Anasema kwa maana atawakanyaga watesi wetu. Watesi ni wale ambao wanasimama kinyume na wewe, wanaenda kwa waganga na kienyeji, wanasimama kinyume na wewe, wametamka maneno mabaya, wametengeneza fitina na wewe, wamechafua jina lako. Lakini kwa damu iliyomwagika msalabani, jifunze kujitamkia ushindi, kujitabiria mema, kukiri ushindi. Kwa maana Daudi anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Kwa msaada wa Mungu tunatenda makuu. Haijalishi hali ambayo unapita kwa namna gani. Ushindi upo rohoni, Bwana unazilika mwilini. Kwa unaanza kukiri kuanzia rohoni kwamba napokea rohoni, naona na mwilini napokea katika jina la Yesu. Ninakiri kwa kinywa changu ya kwamba kwa msaada wa Mungu, kwa msaada wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi tutatenda mambo makuu. Kama Daudi anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu, na kadhalika kwa upande wa pili wapo ambao wanaziendea madhabahu zao. Madhabahu za adui shetani. Lakini tunayo madhabahu ambayo ipo kuu, ambao ni Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwake Kalvari tumepona, kwa kupigwa kwake tumepona. Nami nasema mwezi huu wa saba Bwana atende mambo makuu, sawa sawa na Zaburi 60:12 ya kwamba kwa msaada, inayosema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi. Ni muhula mpya, ni rango mpya, rango jipya kwa masomo. Shule zinafungua wiki ambayo inakuja, shule za msingi na sekondari. Ni mzazi, ni kwamba kutamka kwa watoto wako kwamba kwa msaada wa Mungu muhula huu waingie kwa viwango vipya, wasimame kwa viwango vipya. Nami natamka ya kwamba kwa msaada wa Mungu wanao wakatende mambo makuu kwa muhula huu wa pili, kwa masomo ambayo yanaanza mwezi huu wa saba, shule zinafungwa, wakatende mambo makuu. Kila tarafa ambazo zimesimama kinyume, kila vilinge na vya kiganga ambao vimesimama kwa ajili ya kufunga watoto wako, wawe mkia na wawe vichwa, nami nasema kwa msaada wa Mungu kwenye shughuli zako utende mambo makuu, utende mambo makuu mwaka huu, utende mambo makuu kwa mwezi huu. Hii ni siku ya kwanza ya mwezi huu wa saba. Natabiri na wewe ukijitabiria kwa kusimamia andiko. Biblia inasema leteni hoja zenye nguvu. Isaya anasema leteni hoja zenye nguvu. Maana yake uwe na mstari wa kusimamia. Umekaa kwenye maombi na watu wa maombi kwamba tunasimamia mstari fulani, kwamba una mahali pa kuweza kusimama. Ipo Zaburi 1:38-22. Daudi anasema fanya haraka Bwana unisaidie. Fanya haraka Bwana unisaidie. Nakupa mfano namna kusimamia, kuwa na andiko la kuweza kusimamia. Kwa mfano Mathayo 7:7 anasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni mtapata. Hallelujah. Ahadi za Bwana ni amina na kweli, na zimehakikishwa mara 7. Zimehakikishwa mara 7. Neno la Bwana limehakikiwa. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Lakini tunalo neno la Zaburi 60:12, usiliache, tembea nao mpaka uone kile ambacho unakihitaji kimetimia. Ni kwa wiki, kwamba wiki inaanza nitatenda mambo makuu kwa msaada wa Bwana, maana atawakanyaga watesi wetu. Watesi ambao wamesimama kwenye maisha yako, watesi ambao wameachilia fedheha na aibu. Bwana anasema yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Siwezekana kwa wanadamu, kwake yeye yanawezekana. Kwake Kristo yanawezekana. Yanawezekana. Haijalishi umepita kwenye jaribu la namna gani, tabu la namna gani, shida la namna gani, inua macho yako juu ukitazama msalaba. Daudi anasema nitainua macho yangu nitainua macho yangu. Msaada wangu utatoka wapi? Nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Anajijibu yeye mwenyewe, msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi.
Tainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anaiambia nafsi yake, na anapata majibu kwamba msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amesema kwenye Zaburi 60 mstari wa 12, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Sasa uchukue msaada kwa hapa. Nenda nao. Biblia inasema enyi walinzi waje kumkumbusha Bwana, msinyamaze mpaka atakapoifanya Yerusalemu kuwa imara. Usinyamaze. Biblia inasema ombeni bila kukoma, non-stop prayer. Ni vile naomba maombi, mtu mmoja anaitwa Daniel anaomba asubuhi, anaomba mchana na jioni, anaomba jioni. Anaendelea kufanya shughuli zake na muda wa kuomba. Kwa msaada wa Mungu utende mambo makubwa. Kwa msaada wa Mungu, leo ni siku ya kwanza ya mwezi, utende mambo makubwa. Maana Bwana anasema atawakanyaga watesi wako. Nami nasema Bwana akanyaga watesi wako. Kwenye huduma yako utende mambo makuu. Kwenye uchumi wako utende mambo makuu. Shalom, shalom.